Waumini wa dini ya Kiislamu wilaya ya Songea mjini wamemshukuru mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro kwa namna anavyowakumbuka na kuwajali kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwenye sherehe za Idi, pamoja na ufanyaji wa kazi zake za kimaendeleo katika jimbo lake. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa BAKWATA mkoa wa Ruvuma Alhaji Sheikh Rajab Songambele alikuwa na haya ya kusema. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kwanza nianze kwa kusema Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak Said. Tupo katika Eid al-Adhiya. Tupo katika Eid al-Adhiya kama tunavyosema kwamba ni Eid kubwa, Eid ya kuchinja, Eid ya wenzetu ambao waliojaliwa kwenda kufanya hija. Na tunamshukuru lillahi alhamd, tunamshukuru Allah kwamba imepita na inaendelea. Kwa hiyo hapa tulipo sasa tupo katika kama kawaida yetu. Kiongozi wetu, mbunge wetu Dr. Damas Ndumbaro, Mheshimiwa Waziri, ametujaalia kama kawaida yake, anapambana kweli kweli kwa ajili ya wananchi wake. Yeye kwa kweli sio kama ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, lakini kwa sababu kama tunavyosema siku zote, ana watu ambao ni marafiki zake, basi huwa anawaambia kama mimi na raia wangu kule Waislamu na wengine sio Waislamu, lakini mwaka huu Waislamu wameweza kujishughulisha katika sikukuu, tungependa wapate chochote, basi ametuletea. Hivi leo hii hapa tunapozungumza wameshuka ng'ombe wasiopungua 4. Tunakwenda kuwagawa kwa Waislamu ambao waumini wa kweli wanataka na wao kufurahi katika sikukuu hii. Sasa mtu kama huyu unaachaje kumwombea dua? Kwa hiyo sisi tunasema zetu dua, Mwenyezi Mungu azidi kumpa riziki yake ya kila siku, Mwenyezi Mungu azidi kumpaisha katika majukumu yake ya kazi, amsamehe pale inapotokea kwamba labda anafanya udhaifu au anasahau, kwa sababu yeye mwenyewe tunamuona ni mtu ambaye anajitolea kwa dhati kabisa. Kwa dhati kabisa. Kwa hiyo sisi kama Waislamu hatuna cha kumdai. Hatuna cha kumdai, kwa kweli tunamuona anajitoa sana. Sambamba na hayo yote pia ningependa kutoa nasaha kidogo kwa ndugu zangu, kwa raia wenzangu, tuseme Waislamu na sio kwa Waislamu. Katika mwaka wa uchaguzi, mwaka huu tunakwenda katika uchaguzi. Kupitia hii sikukuu ya Eid, tumuombe Allah ajalie uchaguzi wetu upite kwa salama na amani. Nchi yetu ni ya amani. Na mimi nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kwamba mama huyu kwa kweli Mwenyezi Mungu amemjalia ikhlas, amemjalia imani, amemjalia hofu ya Allah. Kwa nini? Tokea alipoishika nchi baada ya kupata na msiba wa Rais Magufuli, kwa kweli mama huyu amekuwa ni mtu makini, ana utaratibu kabisa katika kuendesha serikali, na mpaka leo tuko hapa. Nani angefikiria kama nchi ingeingia katika dosari yoyote labda ya machafuko, tungesherehekea siku ya Eid? Tusingesherehekea. Lakini kwa nguvu yake Allah na yeye mwenyewe mama yetu, basi amemjalia kuwa na hikma na busara, mpaka leo tuko hapa tunasherehekea siku ya Eid. Kwa kweli mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, lakini nimpongeze Waziri Mkuu, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge. Pamoja na hayo yote, nikirudi katika sekta ya kisiasa, uongozi, mimi niseme tu Mheshimiwa Damas Ndumbaro, kwa jina kabisa namtaja na najifakharisha kulitaja jina lake. Huyu mtu mimi nasema tusifanye makosa ndugu zangu. Sitaki nianze kumnadi mtu au kusema swala sema kumpigia debe, lakini debe linajipiga lenyewe kutokana na kazi ambazo anatufanyia. Lazima tuwe wa kweli. Hatuwezi kusema bwana wewe shekhe alafu unazungumza maneno ya kisiasa. Hapana, hakuna siasa kwenye hili. Kama kweli siasa, mimi nitoe mfano mmoja ndugu zangu. Mheshimiwa Damas Ndumbaro huwa analisema hili, ingawa sio vizuri mtu anapokufanyia kheri alafu kuitangaza. Alikuja kutusaidia sisi makapeti ya msikiti mzima hapa kwa Mtenje, Masjid Awwal. Damas Ndumbaro, mimi namwambia kwamba na Waislamu kina mama hawana vitabu, anakuja anatuletea maboksi kwa maboksi ya vitabu ndani ya manispaa yetu. Kwa hiyo manake huyu ni mtu wa watu. Sasa sitaki kuzungumza mengi nikaonekana kama mimi ni mwanasiasa, lakini niseme mimi binafsi ukinizungumzia kuhusiana na Mheshimiwa Damas Ndumbaro, mimi binafsi huyu mtu bwana kwa kweli anatosha kusema kwamba ningependa sana
aendelee kuwepo katika jimbo letu, kama bila kupapasa maneno. Kama kuna mtu atahisi kama bwana katibu, songa mbele, mbona unaenda mbali, unafanya upendeleo? Hapana, sifanye upendeleo, isipokuwa nazungumza kitu cha haki, kwamba mtu unamuona sasa hivi upo katika hali ya shida, yupo haupo kwenye shida, anakuuliza wewe, bwana kwani vipi nyinyi Waislamu, mbona mpo kimya, Ramadhani hii tunafanyaje? Naambia sijui, hebu join nyumbani tufutari pamoja. Sasa mtu namna hii utasema kwamba eti ni mtu aina gani, ni kiongozi aina gani? Maana anatoka katika sekta kiongozi mpaka anashuka katika jamii kuangalia nyinyi mpo katika hali gani. Kwani singetosha tu kusema bwana mimi mbunge na kiasi hiki cha mfuko wa jimbo nimepewa na kitumia kikiisha tusijuane? Nani angesema bwana unakosea? Au nani angemwambia bwana wewe mbunge wa aina gani, mbona utusaidii? Kwa hiyo manake ana utu, ana ile binadamu, ana ile hali ya kwamba anajali watu wake. Kwa hiyo katika hili mimi bila kupesa macho sitaki nizungumze mengi, lakini mengi sisi hususan sisi Waislamu wanatufanyia, lakini wananchi kwa ujumla, sio sisi Waislamu tu. Kwa sababu kuna siku mimi niko katika taasisi za dini, ni kiongozi wa dini. Wenzangu tukikaa huwa wananiambia kabisa, nasikia bwana kanisani kwetu kule Anglican kulikuwa sijui kuna shida 1 2 3 kwa mheshimiwa mbunge bwana, alhamdulillah tunamshukuru. Umeona sasa mtu aina gani? Habagui kusema hii ni sekta ya dini, ya kijamii au nani. Kwa hiyo mimi katika hili kwa kweli, kama kuna mtu atanitafsiri vingine, basi kwa yeye mwenyewe tu kwa utashi wake, lakini nayaona na naishi nayo hayo ambayo anayafanya mheshimiwa Damas Ndumbaro. Hivi tukitoka hapo tunakwenda katika misikiti. Kuna misikiti ndani ya manispaa yetu ambayo waumini wengi hawana uwezo kununua hata robo kilo ya nyama. Kwa hiyo leo akipata kilo 1 ya nyama, akipata kilo 2 za nyama, anasema alhamdulillah nimeweza kupata kitoweo. Kwa hiyo sisi tunakwenda kulenga wale zaidi wasiokuwa na uwezo wa kwenda buchani na kupata hata robo kilo ya nyama. Hao ndio namba 1 kabisa. Inshallah. Baadhi ya waumini wa dini hiyo ya Kiislamu kutoka katika misikiti mbalimbali walikuwa na haya ya kusema kuhusu Dr. Ndumbaro. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Damas Ndumbaro kwa ushirikiano huu aliotuonyesha leo na siku za nyuma, japokuwa walikuwa haonyeshi, watu hawauoni, lakini kwa kweli ametusaidia. Na hii tunapongeza vile asituache, sisi tuko pamoja na yeye. Pia tunampa moyo kwamba asiwe na wasiwasi wowote juu ya maneno ya watu kwa mitaani. Kwa hiyo mapambano bado yanaendelea. Damas Ndumbaro ni mbunge wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peter Matias Chakanga, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Siku hii ya leo, siku ya Idi Chinja, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Songea, ndugu yetu mpendwa sana Mheshimiwa Daktari Damas Ndumbaro kwa hili alilolifanya kwa kuwasapoti Waislamu na kuandalia mboga kwa ajili ya shughuli hii ya Idi. Na hii kwa kweli Mheshimiwa Damas Ndumbaro, mbunge wa Jimbo la Songea, kwake imekuwa kama ni desturi na muendelezo, kwa sababu ni miaka yote inapokuwa Idi Chinja anafanya jambo hili kwa karimu ndugu zetu Waislamu. Anatengeneza mboga, anapita kuwapa wahitaji maalum ili waweze kusherekea pamoja na wale ambao wenye nafasi. Na hii mheshimiwa anafanya kwa ajili ya wale watu ambao hawana nafasi za kuweza kujikimu kwa vitu kama hivi, kupata mboga, hasa mboga yenyewe nyama. Tunapozungumzia mboga nyama, sio China, ni nyama. Kwa kweli Mheshimiwa Damas Ndumbaro anafanya jambo la muhimu na la maana sana, na ni jambo la kumkumbuka sana kwa nafasi yake ya ubunge. Wamepita wabunge wengi ndani ya jimbo hili, lakini hawajawa na fursa kama hii au mwamko kama huu wa kuwatayarishia waumini mboga. Kwa hili nampongeza sana, na tunasema kwa kweli Mungu amjalie afya njema na ampe nafuu, ili ukifika wakati wa uchaguzi basi tumchague tena, ili na sisi tuendelee kuneemeka tena ikiwa ndugu zetu wa Kiislamu wanapata mboga. Mimi naitwa Peter, lakini na mimi nitakuwa nimepata hii mboga siku hii ya Idi Chinja leo.